kama sijapoteza nguvu zangu, moja kwa moja Pila Matatu leo limefeli. Pila Matatu halijafeli. Ila sisi Simba kama Simba ndio tumefeli. Tusipeleke jumba bovu kwa kocha. Mimi namtetea kwa leo. Kweli naamini ametujaribu kwanza na viungo tupu. Hii game ilikuwa tough, ilikuwa ya kwanza na striker. Mechi ya NBC Premier League zidi ya JKT alianza na striker Ndese Mukwala, lakini mechi ya leo kaanza na viungo tupu. Maana yake amekuja kuzuia. Na kweli wale jamaa wameingia kwenye mfumo, wameona nini kinafanyika, wameanza kutukabia katikati ya uwanja. Na maana sisi baada ya kuonekana tuko nyumbani, tumeonekana kama tuko wapi? Tuko away. Lakini mwisho wa siku tumeenda mpaka half time, ngoma nyao. Lakini kipindi cha pili amefanya sabu, lakini katika zile sabu alizofanya kuna watu walitakiwa kwamba hawa wasitoke, lakini yeye kwenye muono wake kaona hawa ndio wa kutoka. Kwa sababu mechi ishakuwa ngumu, lakini mwisho wa picha ndo kama karibu yeye. Yaani baada ya kuongeza viungo ndo kama karibu. Sababu huyu ni mwamba wa kufanya mabadiliko. Lakini leo mabadiliko yake hayakumlipa. Kafanya mabadiliko, timu imeenda kufanyaje? Imeenda kufungwa. Kwa hiyo mimi binafsi sipeleki jumba bovu kwa Master Matatu. Mimi napeleka jumba bovu kwenye management ya klabu ya Simba. Viongozi wa Simba mnatakiwa mujitathmini. Hao wataalamu mnaowatumia wezi. Unaposema wataalamu unatuacha wazi. Kamati ya ufundi babu mpira unachezwa nje na ndani. Hawa jamaa kuona wamekimbia Benjamin Mkapa, sio wametukimbia sisi. Wameenda kutega mabomu yao. Ilikuwa mind game. Mimi mwenyewe nilijua kwamba wametukimbia kwamba sisi labda tunawafanyia chochote. Hasa majibu nimeyapata kwamba ile ilikuwa mind game. Wameenda kule ili watege vizuri mabomu yao kwa sababu wao wangekuwa wanatumia Benjamin Mkapa. Sawa? Maana yake wangejiroga na wao wenyewe. Wala wakae pembeni ili vita vao viwe vinapigwa vizuri. Ndio maana wameenda kule. Kwa hiyo naamini ndani ya management ya Simba mulikaa na washauri kuelekea hii mechi. Mmezungumza vitu vingi sana. Sisi hatujui mlivyozungumza mule ndani. Lakini wahakikishie hao watu mnaowatumia humo ndani Simba wanatupiga, mna mtaalamu hapo. Tuambizane ukweli tusifichane. Wataalamu wa Simba wapo kwenye matawi. Kumbe nyewe mna wataalamu. Mimi binafsi mechi kama ndo ningekabidhiwa mimi, sikufichi. Ningekabidhiwa mimi mechi bwana, lete mtu wako afanye kazi. Tusingefungwa. Nasema leo sijai kusema, lakini nasema sisi tushafanya nao kazi watu wetu, lakini sasa hawafanyi kazi kwa sababu hatupati ushirikiano kutoka juu. Tunafanyaje kazi? Tunawaachia wao kule juu waloshika mpini, basi waendelee kufanya kazi vizuri. Sisi tutakata viingilio vyetu, tutakuja uwanjani, tutahamasisha mashabiki ili tupate matokeo. Lakini mwisho wa siku hapa kila mmoja anaotoka anamlaumu kocha. Kila anaotoka hapo kimoja anamlaumu kocha. Kwa sababu kwa nini aanze na viungo? Kwani si alifanya hivyo hata kule Iswatini? Alianza na striker, sikaanza na viungo. Lakini kipindi cha pili sikapata matokeo. Au mechi tukushinda goli 3-0. Na hapa tena kaja hivyo hivyo. Kaanza na viungo hivyo hivyo. Lakini kipindi cha pili kaingiza striker, kitu umetoa suluhu, kitu ushafuzu. Sawa? Mechi iliyopita hakuwa yeye, alikuwa upande wa pili zidi ya timu yake ya Gaborone, hatukutoa sare ya 1-1. Kocha wa Zalula ule wa kumkodi alotaka kututoa kwenye mashindano. Kwa hiyo kwenye hili tunaomba viongozi, kaeni vikao vyenu, lakini muyaheshimu matawi. Watu wa kazi wapo kwenye matawi. Sio mnakaa huko ndani na watafuta watu wachukua milioni 20, milioni 50. Kuna watu wanachukua 200,000 tu, 300,000 wanacheza mechi. Na tunashinda. Kwa hiyo wao nyuma mwiko mnaowaona, wamemaliza mechi yao jana, hawakulala jana. Jana wamelala kwenye vibuyu. Wametega mabomu yao. Mimi nawajua wadau wangu, ambaye najua nao ni my friends upande wa pili. Nimekutana naye, mimi nimeingia hapa saa 9 na nakutana naye nje, anakuambia nimepanda boti ya mchana na nimepanda bodaboda. Yaani amekuja kwenye mechi anawahi kama ya kwake. Anakuambia nimepanda bodaboda na wahi mechi. Namuuliza mechi yako inakuhusu? Wanajua wanachokifanya, na kuna watu wameingia huko wamevaa jezi za national team, lakini Yanga wameingia wamevaa jezi za national team, lakini Yanga na wamepewa kazi maalum, wameitimiza. Sisi tunahangaika mara wachezaji wabadilishe viatu, mara anatumwa mtu si akafanya nini? Ni uongo. Watu wa kazi wapo, lakini hawatakiwi kutumika kwa sababu watu wana watu wao ambao wanaona ndio wanafanya kazi na walikuwepo uwanjani, wamefeli. Kwa hiyo nawaomba viongozi wa Simba, waheshimuni matawi, rudini kwenye matawi, watu wa kazi wapo. Toeni support, na tusipotoa support mechi zinazofuata tunaenda away. Tunamfuata mtu ambaye kambania mtu nyumbani kwake, yuko na patatu kwenye renki barani Afrika. Especially Tunis jana. Nyumbani kwake nyau. Na watu ndio wamemuona yule Kibonde, lakini sasa hizi yule ana point. Kibonde amekuwa Simba ambaye alikuwa nafasi ya pili pale kwenye kundi wakati tunatoka kwenye draw yetu. Sawa? Lakini sasa hizi Simba anaburuza mkia. Hana hata alama hata moja. Alafu yule ambaye tumeona kawaida sasa hizi ndio anaongoza kundi. Petro Atletico ukimwangalia kwenye renki sio nafasi ya 20 huko, lakini sasa hizi ndio anaongoza kundi. Kwa hiyo naamini binafsi tunaomba wana Simba tujitathmini kuelekea mechi zinazofuata. Kama tutacheza hivi, robo finali tutaiona kwenye bomba. Kwa hiyo kwenye ujumla, kwenye performance ya wachezaji sambamba na mfumo wa mwalimu, hakuna kitu chochote ambacho kimeathiri mchezo leo zaidi ya wataalamu au ambao unawasema. Babu ni wataalamu tu. Unaona wachezaji baada ya kupiga mpira goli la wapinzani, mtu anapiga mpira golini kwake na hajageukia golini kwake, lakini mpira umeenda golini kwake. Yale ni maajabu yanatokea kwenye mpira. Asiocheza mpira hawezi jua vile vitu, lakini waliocheza mpira hata mchangani wanajua. Wewe unajua kuna uchawi unaitwa mbigili, unaujua wewe? Huo ukipigwa tu unatoka damu puani, unatoka damu mdomoni, ukitolewa nje mzima wa afya, ukirudi uwanjani kama kawaida. Ushakukutana navyo hivyo vitu, toka mchangani huko, sio kwenye huku kwenye international game hizi. Kwa hiyo mambo yapo.
Kwa hiyo naamini binafsi kama mnaleta ziaka na kebei viongozi, hizo mechi zinazokuja tutaendelea kupotea, kwa sababu naamini ndani ya Simba bado hakuko salama, kwa sababu leo hii kabla jezi hazijatambulishwa za Champions League, watani zetu taarifa wanayo na wamesema watu wamejifungia kwenye magodauni, wanabandua logo, wanabanduka logo nyingine, lakini mwisho wa picha kweli jezi haikutoka, nyingine imekuja ile ile. Tofauti ni wadhamini, maana walichokiongea walikuwa na uhakika 100%. Na tujiulize, huyu anatoa taarifa za Simba ambaye Yanga wanazijua mapema, nani ndani ya Simba? Kwa hiyo ndani ya Simba kwenyewe hakuko salama, lakini watu wakisema ukweli wanaonekana wanafiki, wanaonekana wachawi, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli. Ndani ya Simba hakuko salama. Leo wamekuja watu wa nyuma mwiko wamevaa jezi za national team, walikuja hapa kufanya kazi yao na wameitimiza. Mimi nilikuwepo kule kwenye upande wa kwenye TV, sikutaka kukaa VIP ile. Nimekaa kule, kuna mambo niliyaone na nimeyaona. Watu wanatumwa kufanya vitu lakini havitimii. Mwisho wa siku kama ni kuwafanyia umafia wapinzani, ndio tumejifanyia umafia wenyewe. Katumwa mtu kaja, si ndio sema mtaalamu wetu kaja kufanya vitu pale golini, hatujapiga dakika 10 tunafungwa lile goli. Maana yake yule kaja kubadilisha mchezo. Kwa hiyo naamini hao wataalamu mnawatumia, tunasema ni Simba au ni Yuda, sio Simba. Jitathminini viongozi humo ndani. Mtutajie huyu chawa anaotoa taarifa zetu, watani zetu wanazipata. Ni nani? Kwa sababu walisema mapema, nimemsikia yule anamuita Kevo, kaongea hayo maneno kwenye chombo kimoja cha habari kabla jezi haijatambulishwa. Nimemsikia Alikamwe kaongea, msemaji wa nyuma mwiko. Je, hawa taarifa zetu wanazitoa wapi? Mbona si jezi tumetambulisha mlima wa Kilimanjaro hazijavuja? Tumetambulisha msimu uliopita jezi Mikumi Morogoro, mbona hazijavuja? Kwa nini msimu huu? Au ndio tunataka kumdhalilisha Jeruti? Kwa hiyo naomba viongozi mjitathmini. Kwa hiyo hata game ya leo bado tunaamini kuna mtu anatupigisha shoti ndani. Siwezi kuamini kwamba kamati zinafanyika vile. Ule ni utoto. Kama kuna watu wanapigisha shoti. Kuna watu wanapigisha shoti, na ndio maana wakaambia hawa jamaa wahame kwa Mkapa, waende New Amani Zanzibar ili wapate njia wa kutupiga mabomu vizuri Benjamin Mkapa. Na tusipojitathmini mechi zinazofuata, hii ni mechi ya 3 hii. Mechi 2 tumetoa sare kwenye mchujo, tukasema kawaida kwa sababu tushashinda away. Lakini leo tumepoteza tukiwa nyumbani na mechi muhimu. Tulishawahi kupoteza hapa na Raja Casablanca, lakini tumeenda kuchukua pointi zetu wapi? Kwa Vipers ya Uganda, tukawapiga kule, tukarudi nao, tukafanya comeback, tukaenda tu robo finali. Sasa mwaka huu tuna kazi kubwa. Hawa jamaa wamemngangania mtu nyumbani kwake. Sawa, hawa Stade Marie nyumbani kwake jana, Esperance yuko nafasi ya 3 Afrika, lakini kaambia wewe hapa upate matokeo. Nyumbani kwake mbele ya mashabiki wake. Kwa hiyo naamini kundi letu liko mazingira magumu. Tupambane kwa jasho na damu. Kama mnawategemea watu wenu, mnaona kwamba wamana wanakuja uwanjani, lakini hao wanakula hela za bure, hamna kazi. Na mkitaka Simba ishinde, hakikisheni watu wapo, rudini kwenye matawi, angalieni viongozi wa matawi, dilini nao, wapeni hela ndogo tu. Naamini mechi zinazokuja zote Simba tutapata matokeo. Tutapata matokeo away na tutapata matokeo hapa. Sisi hatuna haki ya kulazimu kumsafirisha mtu kwenda si Morocco, si kwenda Algeria. Watu wanarusha mabomu hapa na mechi watu wanashinda. Sio mpaka umlete mtu hapa. Nimeona matukio ya ajabu mpaka wachezaji wanabadilisha viatu. Ile maana yake nini? Kule maana yake ni kufeli kule. Kama mtu anasema yeye ni mtaalamu, anawashauri wakabadilisha viatu. Tumeshinda. Kama sio uongo ule. Tuliona hapa na Raja hapa. Gari limefika hapo linaingia kinyume nyume hapa. Hatukufungwa goli 3. Ndio wale sasa wanatumika tena kwenye mechi hizi. Kwa hiyo naamini ndani ya Simba bado tuna mamluki wa Yanga. Viongozi jitathminini mapema. Tutoleeni hao mamluki. Simba ni kubwa. Hatuwezi kupotea nyumbani. Uwanja tunao wiki nzima. Hatuna timu nyingine yoyote inayocheza hapa. Huyo mtu anakujaje kuja kutukamulia ndimu hapa? Watu washaye kuvaa mpaka jezi ya Kaizer Chiefs hapa. Lakini wakaja hapa Kaizer Chiefs kafa. Hao hawakuwa wanawabeba. Sio walikuwa wanakaa nao mpaka wanaonesha sehemu ya kuruka. Mageti. Kaja hapa nani? Huyu nani hapa wa Misri? Al-Masri alikuja msimu uloisha hapa. Sakaja akaruka geti akufungwa. Sikafungwa, tumeenda tu nusu finali. Kwa hiyo naamini ndani ya Simba bado kuna watu wanatupigisha shoti. Jitathminini, mwatoe hao watu, Simba ifike sehemu salama. Na kama mtaendelea kuwategemea hao, tutaendelea kupata shida na tutaendelea kushenyetwa. Lakini Simba bado wana nafasi ya kwenda tu robo finali. Tupambane, hakikisha viongozi mnarudi kwenye watu wa matawi, tutafika nchi ya hadi. Bwana shukrani. Asante sana.